Mpenzi mtazamaji wa Aletius Diocles TV, haya hapa ni mashindano ya Katunzi Nkwenda Cup. Kwa nini yanaitwa Katunzi Nkwenda Cup? Tunaenda kumsikiliza Mheshimiwa Diwani wa kata ya Nkwenda ambaye yeye ndiyo mdhamini wa ligi hii ya Katunzi Nkwenda Cup. Na kwa nini ameita Katunzi Nkwenda Cup? Nini kitafanyika? Nini tunakitarajia kutoka kwenye ligi hii? Na twende moja kwa moja kumsikiliza Mheshimiwa Diwani wa kata ya Nkwenda, Mheshimiwa Katunzi Edward Kubalienda. Mheshimiwa, karibu sana. Asante mwandishi wa habari. Ndio. Mimi kwa majina naitwa Edward Katunzi Kubalienda, diwani wa kata ya Nkwenda. Nachukua nafasi hii kumshukuru Mungu aliyetupatia nafasi kwa siku ya leo, lakini bila kumsahau Mheshimiwa Rais Dr. Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia na uongozi wote wa nchi yetu. Mimi kama diwani ni mshabiki wa mpira sana, na sio mara ya kwanza kuweka ligi hii, ni mara nyingi naweka, lakini hii nimeamua kuunganisha vijana waburudike kwenye kata yetu ya Nkwenda kama diwani. Unajua, unapounganisha vijana pia kuna mambo fulani unayafanya chochote katika masuala ya kujuana, lakini pia kimaendeleo. Umesema sio mara ya kwanza kuweka ligi hii, kwa maana hii ligi ni mwendelezo. Nini ulikiona kinafaa kuendeleza vipaji vya vijana kwenye kata yako hii ya Nkwenda, nikijua kabisa kwamba hii ni ligi ya kata ya Nkwenda ambayo ni kata unayoiongoza? Nini kilikupa kipaumbele cha kuendeleza swala hili? Kipaumbele kama diwani, nimekuta kata ya Nkwenda inazidi kukua kila siku. Ndio. Tuna vijana wengi, lakini vijana hao watufahamiani. Kwa hiyo nikaamua kuchukua vijiji vyangu 6, kila kijiji kije na timu. Sasa kila kijiji inapokuja na timu, wale vijana wakakutana katika mchezo, hatimaye wanafahamiana, na mwisho kila kijana atajua kazi yake ni ipi, na huyu pengine anaweza kumshare katika kazi anazozifanya, mwisho akapata riziki kwa pamoja vijana wetu. Kwa ulivyosema, umesema itawaunganisha vijana pamoja, itawaunganisha vijana kuwa na afya nzuri, itaunganisha vijana kuamsha ufahamu wao wa akili ili kuweza kujitafutia riziki. Hii ni faida ya kwanza ya michezo, Mheshimiwa Diwani. Je, zaidi ya hilo una kitu gani kingine muhimu ambacho unaweza kukitambulisha kwa wananchi wako wa Nkwenda kuelekea kwamba unaenda kumaliza muhula wako wa kwanza, na kama una nia ya kutafuta muhula mwingine ile uliko kwako, nini ambacho unakifikiria kitakuwa bora zaidi nje ya michezo? Nje ya mchezo ninachokifikiria kitakuwa bora zaidi, mimi kama diwani kwa kushirikiana na viongozi tupo tunapambana katika vijana nje ya mchezo. Kama Mama Samia rais wetu mpaka sasa hivi ametoa 10% ya vijana. Hata kama ni kijana ambaye ana biashara peke yake, ana kitambulisho, kuna utaratibu anaweza akapata mikopo. Kwa hivyo vyote ni kukutana pamoja. Nje ya michezo kuna 10% ya Mama Samia rais wetu ambaye ametupatia hizo pesa, na vijana kupitia michezo hii tunawatangazia ili kuweza kuanza kujitambua. Kwa hiyo masuala haya ni mfumo hata wa serikali kuiunga mkono na support vijana kwamba wajue tupo. Mimi lakini kama diwani nimeongoza miaka 4-5. Ninashukuru wananchi wa Nkwenda wameniunga mkono na kunisupport, lakini asilimia kubwa vijana wameniunga mkono kwa kuwa nao katika utendaji wangu wa kazi kama diwani. Mimi nikushukuru sana, lakini kabla hatujafunga mazungumzo haya, ni kuombe unatazamia nini baada ya hili kwenda kwenye heshima nyingine ambayo inakuja kutengeneza kwenye soka la Nkwenda, ambalo soka hili ni vipaji vikubwa? Au unafikiria nini kuwa na timu moja ambayo pia unaweza kuisapoti nje ya kwa diwani, ukaisapoti kwa na timu moja inayotambulika kama timu ya Nkwenda, ambayo utaianzisha wewe, utaiendeleza wewe, na tuone inafanya matarajio makubwa, ikiwa ni sehemu ya kuinua vipaji na kujua kwamba michezo ni ajira. Kwa kupitia hili tutakapoendelea kufika mpaka mwisho, tutachambua kupata timu moja ambayo itakuwa ni ya kata. Mimi kama diwani nitakuwa mdhamini namba 1 ili vijana hawa waweze kuimarisha miili yao, lakini pia pengine kupunguza hata uhalifu. Kwa hiyo waandishi wa habari, nia yangu ni njema kwa kuunganisha vijana, lakini pia kwa mchezo kama hii, nadhani kwenye uwanja mpaka sasa unaona watu wanafurahi, watu wanaenjoy. Kwa hiyo nashawishi sio mpaka uwe diwani, hata watu nje ya udiwani
sisi ni kama mfanyabiashara. Mungu amekujalia kukupa kipato kidogo, inategemea wewe kidogo kile ambacho unakipata kwenye jamii imefaidika na nini. Mimi ni mwekezaji, nina hoteli inaitwa Passion Hoteli. Ninajaribu hata kwa kile asilimia kadogo nakopata nikarudishe kwenye jamii, angalau waweze kufaidika na mradi wangu wa Passion Hoteli. Mimi nikushukuru sana, na amewakaribisha wadau mbalimbali kuhakikisha wanaisupport jamii kwa chochote wanachokipokea kupitia Passion Hoteli. Yeye anaendelea kushiriki na jamii na kuwainua vijana na watu na makundi mengine. Nikushukuru sana Mheshimiwa Diwani. Asante mwandishi wa habari kwa mahojiano hayo. Mungu akubariki sana. Ubarikiwe. Mtazamaji wa Let's TV, nilikuwa na mazungumzo ya Mheshimiwa Diwani wakati anakwenda, Mheshimiwa Edward Katunzi Kubalienda. Kikubwa alichokisema, yeye anawekeza katika michezo kuhakikisha kwamba vijana wanatengeneza mind yao vizuri, wanakuwa salama, wanakuwa vizuri, wanaepuka na masuala ya uhalifu ikiwepo utumiaji wa madawa ya kulevya, lakini wanaweza kujikita katika shughuli za uzalishaji mali. Yeye anachokiandaa ni kuinua vipaji na kuona vijana wa Nkwenda wanaingia katika system ya michezo ni ajira. Anawakaribisha wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba wanatoa chochote wanachokipata kwenye miradi yao kuhakikisha jamii waliomo inakuwa bora zaidi. Zaidi ya hayo, tukutane wakati mwingine.